Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.
Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu wapendwa sana waamini, karibuni tusali. Karibuni tujiunge na kanisa leo siku ya Jumapili, siku ya Bwana. Tunapokutanika mahali hapa patakatifu tuweze kumtolea Mungu wetu sifa, utukufu, tumwabudu na kumtukuza, tuweze kumpelekea pia maombi yetu. Tunafanya hivyo tukijiunga na kanisa leo kuadhimisha sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyotuachia hapa akisema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tumekutanika kusali tuweze kumwenzi na kumtukuza Bwana Mungu wetu aliyeamua kubaki nasi katika maumbo ya mkate na divai, sakramenti iliyo chemchemi ya uzima wetu. Na hivi kama tutakavyosikia katika maandiko matakatifu, aulai mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Lazima tushiriki Ekaristi Takatifu ili kwa kuishiriki tupate huo uzima wa milele mbinguni. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie neema na baraka katika maadhimisho ya matakatifu ya misa, na kila mmoja aweze kumsikia Mungu anapoongea nasi kwenye maandiko matakatifu, na tumpokee Kristo Yesu kisha tukamtangaze na kumsifu na kumhimidi, kwa kuwa ndiye tunayemtumainia na ndiyo mwanzo wetu na mwisho wetu. Wapendwa, tukija kusali tunakuja na nia mbalimbali za kumtolea mbele ya Mungu. Tukitambua udhaifu wetu, tupige magoti, tuombe huruma yake na msamaha wake, ili Mungu atuhurumie madhaifu yetu na atuwezeshe na kutustahilisha kuadhimisha mafumbo ya misa hii takatifu.
katika sakramenti ya ajabu. Tunakuomba utujalie kuyaheshimu mafumbo matakatifu ya mwili na ya damu yako, tupate kuona daima ndani yetu tunda la ukombozi wako, unayeishi na kutawala pamoja na Mungu Baba katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Sura ya 8 aya ya 2 hadi ya 3 na aya 14 hadi ya 16a. Musa aliwaambia makutano, utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyekuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu, kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usioijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasioijua baba zako. Neno la Bwana. Msifu Bwana, Yerusalemu. Msifu Mungu wako, Sayuni, maana ameyakaza mapigo ya malango yako, amewabariki wanao ndani yako. Kitikio. Afanyaye amani mipakani mwako, akushibishaye kwa unono wa ngano, huipeleka amri yake juu ya nchi, neno lake lapiga mbio sana. Itikio. Umhubiri Yakobo neno lake, na Israeli amri zake na hukumu zake. Hakulitendea taifa lolote mambo kama hayo, wala hukumu zake hawakuzijua. Kitikio. Somo la waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto, sura ya 10 aya 16 hadi ya 17. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho
Je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja. Kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Neno la Bwana. Ilivyoandikwa na Yohane. Injili ya Yohane sura ya 6 aya 51 hadi aya 58. Yesu aliwaambia Wayahudi, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitafufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Neno la Bwana. Na kama tulivyotambulisha misa hii takatifu ya leo, tunajiunga na kanisa zima kuiadhimisha sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo.
yaani sherehe ya Ekaristi Takatifu. Labda tuanze hivi. Hongereni kwa sherehe ya Ekaristi Takatifu. Tunaadhimisha sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mtu katika umbo la mkate na divai. Tunaendelea kufurahia neema na baraka za kumjua Bwana Mungu wetu wapendwa, na ni kwa wema huo wa Mungu anatupatia na sisi kibali tena cha kuja kujifunza leo katika adhimisho la fumbo lingine takatifu. Tumemwadhimisha juzi au Jumapili iliyopita Mwenyezi Mungu ambaye ameamua kujidhihirisha kwetu katika nafsi kubwa hizo tatu, lakini hagawanyiki daima: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tuanzie tulipoishia jana kwamba moja kati ya kazi kubwa ambazo mwana wa Mungu alikuja kuzifanya hapa duniani ilikuwa ni ukombozi wetu, na kilele cha ukombozi wetu kilipatikana katika Pasaka tulisema tulioiadhimisha hivi punde, kwa ishara ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini huyu Yesu anavyotukomboa hakutuacha tu katika kutukomboa, bali alibaki nasi akitufundisha na kujidhihirisha katika mambo mbalimbali. Lakini sehemu kubwa ambapo Yesu mwenyewe amebaki nasi ni katika sakramenti zake hizo ambazo Mama Kanisa Mtakatifu tufundisha. Na sakramenti sasa ya sakramenti zingine zote ndio tunayoadhimisha leo, sakramenti ya Ekaristi Takatifu ambayo Kristo Yesu mwenyewe aliamua kubaki nasi katika maumbo ya mkate na divai, na tumesikia ametuambia, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Injili ya Yohane sura hiyo ya 6 aya 51. Kumbe yeye ndiye chakula kilichokuwa huko mbinguni kashuka hapa duniani, ili atakaye kishiriki chakula hicho apate uzima wa milele. Na mbele kabisa ameendelea akasema, nami mtamfufua siku ya mwisho. Kumbe leo tunajifunza tena fumbo hili takatifu la Mungu Mwana aliyeamua kubaki nasi katika Ekaristi Takatifu, ambayo Ekaristi Takatifu wapendwa, ni chanzo na kilele cha maisha ya Mkristo awaye yote yule, kwamba lipo kanisa kwa kuwa Yesu Ekaristi yupo katikati yetu. Semeni amina. Kwamba wapo mapadre kwa kuwa ipo Ekaristi Takatifu, Yesu mwenyewe aliyeiweka, akawapigia pasi, akawaambia fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tupo sisi kwa kuwa tunajumuishwa katika kiungo hicho kimoja cha Ekaristi Takatifu, ambayo ni sakramenti aliyotuachia Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo humdhihirisha Mungu Mwana, mtu kweli mzima katika maumbo ya mkate na divai. Ni fumbo lingine tena ambalo ukitaka kulisoma mpaka ulielewe itakuchukua muda mrefu, ila tu kuliamini na kulisadiki. Tumesikia kwenye sala ya mwanzo, E Mungu uliyependa kutuachia sisi waamini katika kujidhihirisha katika maumbo ya mkate na divai, utujalie ili moja, tuanze kuendelea kuamini imani hiyo ya Kristo Yesu aliye katika Ekaristi Takatifu, lakini pia tuendelee kufanya kwa ukumbusho wake hiki alichokifanya yeye mwenyewe. Sherehe hii ya leo ingetakiwa iadhimishwe siku ya Alhamisi Kuu, na ndiyo maana huadhimishwa mara baada ya Alhamisi, mara baada ya kuadhimisha fumbo la Utatu Mtakatifu. Lakini kwa kuwa Alhamisi msinge kuja kusali na walisali watu wachache, kanisa linaleta Jumapili ili tukutanike pamoja, tuiadhimishe, tuienzi, tuitukuze na kumsifu Kristo Yesu ambaye ameamua kujidogosha kwa ajili yetu sisi binadamu tena wakorofi,
lakini yeye akaamua kubaki katika Ekaristi Takatifu, na akasema, mtakapokuwa hapa duniani mkinishiriki mimi, mkala chakula changu mimi, mtapata uzima wa milele, nami, sio mimi Padri Kachinde, nami Yesu mwana wa Mungu mtafufua siku ya mwisho. Ndicho tunachokiadhimisha leo, na tunakumbuka tushawahi kuweka mwaka wa Ekaristi, tukawa tunasalimiana na kukumbushwa kwamba Ekaristi Takatifu ndiye chemchemi ya uzima wetu, kwamba unatamani kuendelea kuwa mzima kama padre, unatamani kuendelea kuwa mzima kama sista, unatamani kuendelea kuwa mzima kama Mkristo mbatizwa, unatamani kuendelea kuwa mzima kama mfuasi wa Yesu, lazima uwe unashiriki Yesu wa Ekaristi. Ekaristi Takatifu ni chemchemi ya uzima wetu. Mungu ni mwema kila wakati. Kwa mantiki hiyo, yule ambaye hapokee Ekaristi Takatifu, umbo kubwa takatifu la kanisa, na ndiyo chemchemi na chanzo cha uzima wa maisha ya Mkristo. Kumbe kama tutamani kuendelea kuwa hai, kama tutamani kuendelea kuwa na uzima, kama tutamani kuendelea kufikia kilele cha maisha yetu ya ufuasi, lazima tuendelee kupokea Yesu wa Ekaristi ambaye amebaki nasi katika fumbo hilo takatifu la Ekaristi, na ndiyo misa yenyewe na ndiyo maadhimisho. Kumbe kila mmoja anaweza kujitathmini sasa, kama Yesu pamoja na mafundisho mengi ambayo ametuachia, akabaki katika neno lake, akabaki nasi katika sakramenti zingine zote, ubatizo, kipaimara, sina nini, lakini bado Yesu tena akaamua kubaki nasi katika maumbo ya mkate na divai katika Ekaristi Takatifu. Tuendelee kutafakari, mimi na wewe wapendwa, jibu letu au tunafanya nini ili tuweze kuendelea kumtukuza huyu Bwana Mungu wetu? Je, tupo radhi kuendelea kumpokea? Tuko radhi kuendelea kuishi pamoja naye? Tuko radhi kuendelea kudumisha haya anayotufundisha kila siku, au tunamwacha pembeni, tunaendelea kuishi maisha yetu ya kawaida? Ila yeye anaendelea kutuambia, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitafufua siku ya mwisho. Yawezekana tutafufuka siku ya mwisho kama tutamwacha Kristo Yesu pembeni, tukaamua kushiriki chakula chetu sisi wenyewe. Kumbe leo tunakumbushwa umuhimu na faida za kushiriki Ekaristi Takatifu, na zimetajwa vizuri katika somo la kwanza, katika somo la Injili, hata katika somo la kwanza, hata katika somo la pili. Mungu ni mwema. Tuyafafanue haya masomo kwa pamoja. Somo la kwanza limetoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 kuanzia ya 2 na 3 aya 14 mpaka aya 16. Waisraeli, watangulizi wetu wa imani, ambao Mungu aliamua kujifunua kwao ili atukomboe sisi, daima wakiwa safarini kutoka utumwani Misri, wakiwa jangwani kuelekea nchi takatifu ya ahadi, walishibishwa na chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Chakula hicho kikaitwa mana. Ulikuwa unaamka asubuhi na mapema, kenda hapo mbele ya nyumba, unakuta mikate ipo, unachukua unakula. Imetoka wapi? Hawajui. Walishiriki. Kumbe Ekaristi Takatifu likuwepo hata wakati wa Agano la Kale. Waisraeli walishiriki chakula hicho kile ambacho na chenyewe kama cha sasa hivi kilichoshuka mbinguni, wakakishiriki, wakala, wakashiba. Bahati mbaya, tumsifu Yesu Kristo, na hii ndio bahati mbaya yetu sisi pia. Japokuwa walishiriki na kupewa chakula hicho cha Mungu mwenyewe katika ishara ya huo mkate usiotiwa chachu ambao hawakujua ametoka wapi, bali waliendelea kubaki na mioyo migumu, wakamkufuru Mungu, wakamwona huyu Mungu hafai. Wakati mwingine wakaona, unatupache chakula hiki kidogo kidogo hivi, tunakumbuka masufuria ya nyama ya Misri. Wakakidhiaki chakula cha Mungu. Somo linasisitiza, somo la kwanza linasisitiza, enyi Waisraeli, pamoja na kwamba mimi ndio Mungu wenu na nimewajalia chakula hiki, utakapoendelea kuishi hapa duniani, wewe Myahudi au wewe Muisraeli, ukumbuke njia ile aliyokupitisha Bwana Mungu wako kutoka Misri.
akakulisha mana jangwani, akakulinda vema kwa upendo wote. Na somo linasisitiza, basi hapo moyo wako usijivune, hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, na ambaye alikulisha chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, ndiyo maana usimsahau. Nilichokipenda katika somo la kwanza ni huu wosia wa Musa kwa Waisraeli, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako. Musa anawakumbusha bado lazima kumtegemea Mungu, Mungu anayetupa chakula, Mungu anayetupa zawadi ya uhai, Mungu anayetulinda. Na wao walilindwa katika safari, walilindwa mbele, wanalindwa na mwali wa moto nyuma, wanalindwa na wingu ili wasiingiliwe na watu wengine, wanalindwa daima. Na hivi Musa anawashauri na kuwasisitizia, basi usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako, ukasahau na chakula alichokupatia. Huko ndani tuendelee kuimba haya wakati nyuma, lakini hapa ndio kuanzisha wimbo kwa ajili ya baraka. Hili ni banda la kwanza, banda la Nyampukano ya kwanza. Naomba wanakanda tuanze kuimba na kupiga mkono kumshangilia Yesu wa Ekaristi. Tunaomba tusogee kwenye banda hapa. Tusogee hapa tukumbuke banda. Kuna wingi wa kutosha, vijana wadogo kuko mbali sana, hili wa seminari tusogee. Yesu wa Ekaristi ndio anakuja hapa, waamini kama vizuri kutoka tusogee hapa karibu kumshangilia Yesu wa Ekaristi. Sasa maandamano yanakuja hapa mtakala huo. Baada ya wasaa watoto mtakatifu watageuka waseminari pamoja na watu wote waamini kutoka pembeni. Endelea kuimba waseminari, endelea kuimba waamini wote ambao uko jumla Ekaristi. Wenye vijana hapa nyuma huko wanafunzi mtakatifu wa jina ya Ekaristi, huko kuna wanakwaya na shamla zingine kwa wanafika hapa msafara huu. Karibu Yesu wa Ekaristi kwenye banda la Nyampukano ya kwanza. Wakina mama makofi na vigelegele kumshangilia Yesu wa Ekaristi. Wanaingia hapa sasa. Punga mkono. Baada ya kina mama kuuza mtaandika na kitende. Ili Yesu wa Ekaristi afike. Waseminari tunaomba kusogea huku na wengine wote kutoka nyuma. Tuendelee kuimba na kushangilia kumshangilia Yesu wa Ekaristi.
Kikundi cha hamasa kutoka mbinguni. Asante, asante, asante. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tumshangilie na kushangilia Yesu Ekaristi. Waamini tujitahidi kuchangamka. Tumezubaa, mwambie neno Yesu Ekaristi, mwambie, muombe jambo. Sasa vijana wenye nguvu mnakuwa mnakatika vivulini. Mimi Yesu angekuwa amesimama na miguu yake miwili hapo, tungekuwa umeshazimia hapo. Unaendaje msikiti? Tunaomba uchaji katika ibada hii. Naomba tuendelee kushangilia wanakanda. Hapa ni banda la Nyamrekana ya pili. Tuendelee kuacha njia hapa, hautoki, kurudi nyuma. Tariki ya mwisho hii. Kule matambega ya siwe, kule nalanga yako tunjika mbele. Wakati na vigelegele wewe ambao kuja vigelegele wewe. Yako tunjika mbele, yako tunjika mbele, Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.